tuko kwa ajili ya kuwapokea vijana wetu katika sakramenti ya Ekaristi Takatifu na sakramenti ya kipaimara, waweze kuimarishwa, waweze kutiwa nguvu na wapokee Roho Mtakatifu ili wadumu kuwa Maria ya Kristo mwenyewe. Somo la kwanza lililotoka kwa nabii Isaya linaonyesha Roho Mtakatifu ndiye nguvu yetu, na tukijaliwa Roho Mtakatifu hatuna sababu ya kuwa na hofu yoyote, kwa sababu huyo Roho ndiye anayetutia nguvu ya kusimama imara na kuungama imani yetu bila woga. Kwa hiyo vijana wetu wanaopewa sakramenti ya kipaimara leo watapata nguvu hiyo ya kuwafanya wawe thabiti na imara. Somo la pili kutoka kitabu cha Matendo ya Mitume, tumeona pia Roho Mtakatifu anawatia nguvu mitume ambao walikuwa wamejifungia kwa hofu wakingojea Roho Mtakatifu. Mara baada ya kupata nguvu ya Roho Mtakatifu, Petro anasimama na kuongea kwa nguvu kwa ushujaa, na ikapelekea kwamba wale waliosikia sauti ile walibadili mioyo yao na kumwongea Kristo, wakafanyika mali ya Kristo. Kwa nguvu ya Roho Mtakatifu mitume walijawa uwezo na nguvu ya kutabiri neno la Mungu bila woga. Na vijana wetu mtakaopewa sakramenti ya kipaimara leo, mpate nguvu hiyo ya kuwa hodari na thabiti, muweze kuungama na kuungama imani yenu bila woga, kwani Roho Mtakatifu yu pamoja nanyi. Muweze kushinda vishawishi, kuyashinda majaribu yatakayoweza kuwapotosha na kuwafanya tena Mungu watoto. Somo la Injili linatueleza kwamba tukisha kupokea Roho Mtakatifu atatuimarisha, atatufundisha yale yote ambayo Kristo alifundisha, na tukishafundishwa na kuimarishwa katika nguvu ya Roho Mtakatifu, na sisi twende tukatimize wajibu huo, twende tukafanye kazi hiyo. Kumbe wazo letu leo lilikuwa Roho Mtakatifu ni nguvu yetu. Vijana wetu leo wataimarishwa katika sakramenti ya kipaimara, wanapokea Roho Mtakatifu ili awatie nguvu ya kuwa imara katika imani, awafanye wawe askari hodari wa Kristo, wasiotetereka katika neno la Mungu, na wawe watetezi wa imani yetu ya Kristo, imani yetu ya Kanisa Katoliki, waimarishwe katika imani hiyo, na zaidi sana wanapigwa chapa ya Kristo mwenyewe kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Watapata alama isiyofutika katika mioyo yao, watabaki kuwa mali ya Kristo milele. Kwa njia ya sakramenti ya kipaimara, Mkristo anaimarishwa ili aweze kuwa askari hodari wa Kristo
wajifanye wawe wafuasi imara wa Kristo mwenyewe, waungane Kristo kwa maneno na matendo yao yaliyo mema, wawe vijana waadilifu na wanyofu katika kufuata na kutumikia Kristo. Mnatakiwa sasa baada ya kupokea Kristo katika sakramenti ya kipaimara, msiwe waoga kuitetea imani yenu. Mmepewa au mtapewa neno la Mungu, Biblia takatifu, isiyo tu mapambo, muisome ili neno la Mungu liwaimarishe. Neno la Mungu liwatie nguvu, liwaangaze katika njia zenu. Mtembee katika neno hilo daima, kwani neno la Mungu ndiyo uzima wetu sisi binadamu. Na kwa njia ya neno hilo basi, mfanyike kuwa mashahidi wa Kristo ambao hamyubishi, hamtetereshi wala hamuogopi kujivunia na kuonekana daima kwamba ninyi ni mali ya Kristo mwenyewe. Ninyi wazazi na wasimamizi, mna wajibu wa kuwasaidia hawa vijana wadumu daima katika haya watakayoyaungama leo. Ninyi wazazi, msiwe kikwazo kwa vijana hawa katika kufuata Kristo na kutumikia Kristo daima. Msianze kuwaingiza katika mambo ambayo hayafai kwa matendo yenu, kwa maneno yenu, mkawa vikwazo kwa vijana. Kumbe tuwahimize, tuwakumbushe daima haya waliyopokea leo yawe katika mioyo yao na wabaki hivyo, wamfuate Kristo kiaminifu na wadumu kwa Wakristo wa Katoliki. Mkumbuke hii vijana, mtapata Krisma ya wokovu, alama inayopigwa chapa katika mioyo yenu kwamba ninyi ni Wakristo wa Katoliki. Mtakumbuka waimbaji wengi wanajivunia kuwa Mkatoliki. Kwa hiyo na ninyi vijana mjivunie kuwa Wakatoliki. Isionekane leo umepata sakramenti ya kipaimara umeimarika kidogo, kesho tena umebadilika na kuwa kitu kingine tofauti na hiyo ulivyokuwa au hiyo ulivyofanyika leo. Hiyo kamwe lisitoke kwenu. Kwa hiyo ni wajibu wetu sisi sote kuwaongoza hawa vijana wetu, kuwalinda vijana wetu wabaki mali ya Kristo na Wakristo wa Katoliki daima kwa maisha yao. Na ninyi vijana leo mkumbuke, maana leo vijana wanainuka huko katika imani. Kwa hiyo mkumbuke vijana kwamba mara baada ya kumpokea Kristo na kumpokea Roho Mtakatifu katika sakramenti hii ya kipaimara, mfuate Kristo kiaminifu kama Wakatoliki. Mtakumbuka tunaungama imani yetu na tutairudia imani yetu hapa. Iwakumbushe na kuwaamsha daima katika ukweli na uthabiti wa imani yenu kama Wakristo wa Katoliki, na Roho Mtakatifu akiwaimarisha na kuwatia nguvu hiyo daima. Ninyi vijana mnatakiwa mdumu katika imani yenu mliobatizwa na ambayo leo mnaimarishwa kwa njia ya sakramenti ya kipaimara. Yale ambayo Wakristo wetu wamewafundisha yasiishie tu hapa leo mara baada ya kupata kipaimara, mmeongezwa huko, mmefika ndani, ndio basi.
yao endelevu katika mioyo yetu, na daima muimarishwe kwa njia ya kumpokea Kristo katika sakramenti ya Ekaristi, ili mtiwe nguvu hiyo ya kwamba Maria Kristo daima. Narudia, niwaombe wazazi na wasimamizi na wote tuendelee kuwaongoza vijana wetu katika njia zilizo sawa, njia zilizo sahihi, tuwafundishe yale yafaayo ili wakuwe waimarike katika imani.